Jina langu naitwa Mwalimu Abdullah Mpanda Kishoji. Ni mwalimu ambaye nimefundisha shule za St. Mary's International Schools kwa kipindi kirefu kidogo kama miaka 17 hivi, na nimekuwa mwalimu darasani, baadaye nikaja kuwa mkuu wa shule katika shule yetu ya Kenton Secondary School kwa Tabata kwa miaka 10 mfululizo. Na malengo makubwa ni kuwaomba waandishi wa habari tusaidie kutufikishia salamu zetu kwa serikali, hasa Wizara ya Elimu ijaribu kutusaidia tuweze kupata stahiki zetu, kwa sababu mwalimu unapofanya kazi unafanya kazi nzito ya kusimamia taaluma katika nchi yetu, na unapofanya kazi ni vizuri mkurugenzi mwenye shule anapofikia tu anasema kazi yako imetosha, basi akulipe stahiki zako, kuliko kuanza kufuatana, kuandamana, kusumbuana. Unaenda ofisi hii, wanasheria wanasema walimu nastahili mlipwe, lakini halipi, anatafuta visingizio ambavyo sio sawa sawa. Kwa hiyo naomba mkurugenzi wa shule St. Mary's Helen Rose Rwakatare ajaribu kutufikiria kwa nafasi ilionayo, asitumie mabavu, nguvu kubwa ya ushawishi alionao kujaribu kutengeneza mazingira mwalimu apoteze haki zake. Mfano, kwa shule yote St. Mary's, ukiwa ni mwalimu unapewa ofa ya watoto kusoma, unapoondolewa kazini ujaribu stahiki zako, watoto wako wanaondolewa shuleni. Sasa katika mazingira kama haya si mfumo mzuri. Ni vizuri wale watoto wasome, alafu tukafikia sehemu kwamba umelipa mafao yako au stahiki zako za msingi, basi ukaondoka. Na sioni kama ni mantiki sana walimu kawa tunalalamika, wakati umefika ambao chombo kiwepo maalum cha kusimamia walimu kwa haraka, ili walimu wanapotolewa kazini wajue nakimbilia wapi haraka kupewa stahiki zao. Tunaona shule za private walimu wengi wanaumia. Watu wajasiri waweza kupata sauti kama hivi, najua ina riski, kwa sababu unaweza kushangaa unaenda kwa shule fao kukosa kazi kwa sababu unaonekana mbishi au unadai haki yako. Lakini mimi niseme tu, sisi kama Tanzania na ni wazalendo wa nchi yetu, tumsaidie Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuendeleza elimu katika nchi yetu, na watoaji wa elimu wajaribu kuangaliwa kwamba wanafanya kazi nzuri na wahurumiwe. Na siko peke yangu, niko na wenzangu ambao pia wana the same problem kwamba hawajalipwa stahiki zao. Wengine wafanya kazi miaka 10, wengine miaka 17 na kadhalika, na hatupo kazini. Kwa hiyo mimi nachoomba ni kwamba naomba sana serikali iingilie jambo hili kwa haraka tuweze kupewa stahiki zetu, kwa sababu kama ishafikia tu kwamba watoto wanaondolewa shuleni hawasomi, militem kama hii unatoa ambao hawapo darasani, wapo nje, wengine wako nyumbani, security ya nyumbani haijulikani. Mbaya zaidi unakaa kwenye nyumba ya ofisi, unaambiwa nyumba ya ofisi uondoke na barua ipo ushapewa, ondoka kwenye nyumba kwa sababu unamdai, wakati unaambiwa watoto wasome shule unadaiwa ada. Sasa jamani, katika mazingira kama haya mimi nafikiri sio sawa sawa. Kwa hiyo naiomba sana serikali chini ya waziri wa elimu ambaye yuko makini, Profesa Mkenda, kumjua utendaji wake wa kazi. Jambo letu linajulikana, lakini kuna baadhi ya watu ambao katika maofisi unamfuata jambo dogo unashangaa inayeyuka tu katika mazingira ambayo mtu ashasikia jina la mtu tayari na kuwa ni support kwake. Je, watu wa kawaida watafanya vipi? Maskini waende wapi? Yeye anaweza kaweka wakili, akaweka mtu huyu, akafanya hivi, akafanya hivi. Kwa hiyo mimi kinachotuuma ni kwamba pale ambapo nafanya kazi nzuri ya kitaaluma, lakini unaondolewa kazini kwa magumashi, kwa faida zake unazoona mwenyewe zinafaa, lakini the end of the day unadai haki yako, upewe haki. Mimi I don't think kama hii inasaidia, na hii iende mbali zaidi. Wakati serikali inapojiandaa kutetea kitu kinaitwa PPP, Public Private Partnership, shule za binafsi jiandae kuweka mazingira mazuri na rafiki kuhakikisha kwamba walimu wanaofundisha madarasani waheshimike na mtu yote asije kuwatania. Haiwezekani mtu anamaliza university anaacha nafasi kujiunga na serikali, anatumika umri wake wote mpaka miaka 40, miaka 50, serikali haiwezi kumwajiri, alafu baadaye inafikia sehemu kudai haki zake, unaanza kumfrustrate. Unapomfrustrate mwalimu, maana yake mwalimu ana familia, ana mke, ana watoto. Inakuwa sio jambo zuri. Mfano mimi natoa mfano mdogo tu upande wangu mimi. Mama yangu ni mtu mzima, ana miaka kama 70 na kitu. Aliposikia nimepata changamoto ya kazi, alipata shoko ya moyo, akalazwa hospitali. Amelazwa hospitali ugonjwa wa moyo, maana figo inafeli, anatibiwa na nani? Ndio mimi nimtoa hospitali arudi nyumbani, lakini mama anaumwa, analia kwa sababu mwanangu amekuwa namna hii. Sasa watoto wangu wako nyumbani hawasomi, the same to other teachers. Ukitolewa kazini na watu wako wanatolewa kazini na haki zako upewi mpaka usumbuki. Lakini vile vile nitoe wito vile vile
shule lazima ziwe na bodi za shule. Bodi ya shule ndio chombo pekee ambacho mwalimu anaweza kaenda kufanya nini, kuomba kusikilizwa. Lakini kuweka watu katikati, marafiki mgeni pengine hajathibitishwa na mamlaka ya mkoa au ya wilaya, kwa sababu katika kuendesha shule private school lazima uwe na barua inayothibitisha kamati za shule au bodi za shule. Hiki ndio chombo kinachoweza kumwasesi mwalimu na kusikilizwa, kama akapewa onyo la kwanza, onyo la pili, onyo la tatu, akapewa stahiki zake. Kuliko kumtoa mtu kazini, unavyoona mwenyewe inafaa. Sio mbaya kumtoa mtu kazini, lakini mpe stahiki zake za msingi. Mfano, juzi wamekuja wanasheria wa serikali pale Mnazi Mmoja, wakasema okay, wenye changamoto waje. Sisi tumekwenda pale kusikilizwa. Wale wanasheria ambao muda na serikali wamesema walimu na haki mnatakiwa mlipwe, na mwajiri alikuwepo akaambiwa atakiwa alipe, lakini halipi. Sasa mtu kama huyu anapokuwa halipi, yani uende wapi? Kwa naomba kilio hichi kifikie kwa Daktari Samia Suluhu Hassan na wadau wa elimu, waziri wa elimu atusaidie haraka sana tuweze kupata haki zetu. Tuna mengi ya kuongea, lakini hayo yanatosha. Tupewe stahiki zetu, tuagane vizuri na mwajiri wetu, tumekamilisha wajibu wetu, basi tuanze maisha mengine mapya. Shule ziko nyingi, mtu atafika sehemu nyingine, kama ni biashara kama nini, basi kuliko kuendelea kugombana bila sababu za msingi. Na watu mmeishi pamoja, mmefanya graduation pamoja, na mlikuwa mnazimana hata pesa kidogo katika harakati za maisha pamoja, japo maisha yanabadilika, basi watu wapewe stahiki zao. Kwa hiyo kubwa ni hilo tunachoomba, kwamba apate ujumbe huu na aweze kutulipa stahiki zetu bila migogoro. Hatuna ugomvi naye, tunampenda kama bosi wetu, ila kikubwa atupe stahiki zetu, kwa sababu anatupitisha kwenye mazingira ambayo ni uncertainty, ambayo kweli sio mazingira mazuri.